Kwa wale waliobahatika kwenda shuleni, wengi wetu tulifundisha kwamba mfumo wa jua unaishia kwenye sayari ya 8 au ya 9 kulingana na masomo tuliyopokea. Ukweli ni tofauti kabisa. Pale sayari zinapoishia ndipo moja ya maeneo makubwa na ajabu zaidi ya mfumo wetu wa jua linapoanzia. Eneo lenye mamilioni ya dunia ndogo za barafu zikizunguka jua kimya kimya gizani. Eneo ambalo limehifadhi kumbukumbu za jinsi mfumo wetu wa jua ulivyozaliwa. Linaitwa ukanda wa Kuiper. Ndani yake kuna Pluto, sayari iliyoshushwa cheo na kuwagawanya wanasayansi na wapenzi wa anga duniani kote. Kuna dunia yenye umbo la yai inayozunguka kwa kasi ya kutisha, na huenda mahali fulani gizani kuna sayari kubwa iliyojificha ambayo hakuna binadamu aliyewahi kuiona. Karibu kwenye Afrika Imara, na leo tutavuka mpaka wa sayari na kuingia eneo ambalo darubini zetu zimeanza kulifungua hivi majuzi. Tutasimulia hadithi ya Pluto, kupanda na kushuka kwake. Tutakutana na dunia za barafu zenye maumbo ya ajabu, na mwisho wa safari hii tutachunguza swali linalosumbua na sayansi mpaka wa leo. Je, kuna sayari ya 9 iliyojificha huko nje? Basi tuanze na swali la msingi. Ukanda wa Kuiper ni nini hasa? Fikiria duara kubwa lenye umbo la donati linalozunguka mfumo mzima wa jua huko nje. Linaanza karibu na mzunguko wa Neptuni, umbali wa kilomita bilioni 4.5 kutoka kwa jua, na linaenea hadi mpaka zaidi ya kilomita bilioni 7. Ndani ya eneo hilo kubwa kuna mamilioni ya miili ya barafu. Baadhi ni ndogo kama jiwe na nyingine ni kubwa kiasi cha kuwa na mwezi wake mwenyewe. Miili hii imeundwa na barafu na maji, metheni na amonia iliyochanganyika na mawe, na huko baridi hushuka chini hadi nyuzi joto 220. Sasa, ili kuelewa umuhimu wa eneo hili, fikiria mfano huu. Fundi anapomaliza kujenga nyumba hukuwa na mabaki ya matofali. Mabaki haya ya matofali hayajatumika, ila ni sampuli ya yale yaliyotumika katika kujenga nyumba nzima. Ukanda wa Kuiper ni mfano wa matofali yaliyobaki baada ya ujenzi wa mfumo mzima wa jua. Sayari zilijengwa na vitu vile vile vilioko huko, na kwa sababu eneo hili ni baridi kupindukia, matofali haya yamehifadhiwa yakiwa vile vile kwa zaidi ya miaka bilioni 4.5. Ni kama friji kubwa ya mfumo wa jua. Ukitaka kujua dunia yetu ilijengwa kutumia nini, huko ndiko kwenye majibu yanapatikana. Jina lake linatokana na mwanaastronomia Gerald Kuiper aliyeandika kuhusu eneo hilo mwaka 1951. Na hapa sayansi ina utani wake mdogo. Kuiper mwenyewe alidhani eneo hilo limekwisha kuwa tupu zamani. Alikosea, na jina lake likabaki kwenye moja ya maeneo yenye vitu vingi zaidi katika mfumo wa jua. Hadithi ya jinsi tulivyothibitisha eneo hili ni ya kushangaza. Inaanza na kijana mmoja wa shambani huko Marekani karibu miaka 100 iliyopita. Kijana ambaye hakuwa na shahada yoyote na aliyegundua dunia mpya. Mwaka wa 1930, kijana mmoja wa shambani, Clyde Tombaugh, alikuwa akifanya kazi katika chuo cha uangalizi wa anga cha Lowell kule Marekani. Kazi yake ilikuwa uvumilivu wa hali ya juu, kulinganisha picha za anga zilizopigwa usiku tofauti, ukitafuta nukta moja ndogo iliyobadilisha mahali fulani katika anga. Nyota hazisogei, sayari husogea. Na siku moja ya Februari mwaka wa 1930 aliiona nukta ndogo hafifu inayosonga katika picha mbili. Dunia mpya ilikuwa imepatikana. Iliitwa Pluto, na kwa miaka 76 ilijulikana kama sayari ya 9 ya mfumo wa jua. Kwa miongo 6 baada ya ugunduzi huo, Pluto ilionekana ipo peke yake huko mbali. Wanasayansi wachache walishuku kwamba haiko peke yake. Wawili kati yao ni David Jewitt na Jane Lu. Waliamua kutafuta waone kama kuna vitu vingine katika ujirani wa Pluto. Walitafuta kwa miaka 5. Haikuwa rahisi. Usiku baada ya usiku, picha baada ya picha. Watu wengine waliwaambia wanapoteza muda wao, na hivyo ndivyo watu wengi hukatizwa tamaa. Kisha mwaka wa 1992 wakakiona kitu kidogo cha barafu kikizunguka jua nyuma ya Neptuni. Kilipewa jina 1992 QB1
na baadaye kikaitwa Albion. Huo ulikuwa uthibitisho wa kwanza kwamba Pluto haiko peke yake. Mlango ulikuwa umefunguliwa, na baada ya hapo ugunduzi ulifuata ugunduzi. Leo karibu miili 5,000 imegunduliwa katika eneo hili, na wanasayansi wanakadiria kwamba mamia ya maelfu ya miili mikubwa bado haijaonekana. Kisha mwaka wa 2005 ukaja ugunduzi uliobadilisha kila kitu. Mwanaastronomia aligundua Eris, dunia ya barafu yenye ukubwa karibu sawa na Pluto na uzito zaidi yake. Swali likaibuka mara moja: kama Eris si sayari, Pluto ni sayari kweli? Mwaka 2006 wanaastronomia wa dunia walikutana na kupiga kura. Pluto ikashushwa cheo na kuwa sayari kibete. Watu wengi duniani walikasirika. Sielewi mbona walikasirika, lakini wao walihisi rafiki yao wa zamani ameonewa. Lakini kushushwa cheo hakufanya Pluto kuwa ya kawaida. Mwaka wa 2015 chombo cha anga cha New Horizons kilifika kule Pluto baada ya safari ya karibu miaka 10 na kilomita bilioni 5. Wanasayansi walitarajia kuona dunia iliyokufa, iliyoganda, isiyo na chochote. Walichokiona kiliwacha mdomo wazi. Pluto ina eneo kubwa jeupe lenye umbo la moyo. Moyo huo ni ukanda mkubwa wa barafu ya nitrojeni inayotembea taratibu kama barafu za milimani hapa duniani. Kuna milima ya barafu ya maji yenye urefu wa kilomita 3.5, na kuna dalili kwamba chini ya uso wake huenda kuna bahari ya maji yakimiminika. Dunia ndogo iliyodhaniwa imekufa, kumbe ina uhai wa kijiolojia. New Horizons haikuishia hapo. Siku ya kwanza ya mwaka wa 2019 ilipita karibu na kitu kingine, umbali wa kilomita bilioni 6.6 kutoka duniani. Kitu hicho kinaitwa Arrokoth. Mpaka leo ndicho kitu cha mbali zaidi kuwahi kuchunguzwa kwa karibu na chombo cha binadamu. Umbo lake linafanana na mtu wa theluji, vipande viwili vilivyounganishwa taratibu. Na hili ndilo jambo muhimu sana. Vipande hivi viliungana kwa upole, si mgongano mkali. Arrokoth ni tofali halisi la ujenzi wa sayari lililohifadhiwa likiwa vile vile tangu mwanzo wa mfumo wa jua. Kwa mara ya kwanza binadamu waliona jinsi sayari zinavyoanza kuundwa. Na ukanda wa Kuiper una dunia zingine za ajabu zaidi. Kuna Haumea, dunia yenye umbo la yai, linajizungusha kwa kasi ya juu mno chini ya saa 4 za dunia kwa mzunguko mmoja. Kasi hiyo ndio iliyoivuta na kuipa umbo hilo la ajabu, na ina pete zake yenyewe. Kuna Makii inayong'aa kwa barafu ya methane. Kuna Kwawa yenye pete inayozunguka mbali kuliko sheria za sayansi zinavyotarajia. Kuna Sedna ambayo mzunguko mmoja kuzunguka jua huchukua zaidi ya miaka 11,000. Kama wanadamu wangekuwa wanaishi huko, hakuna mtu angewahi kufikisha mwaka mmoja kwenye sayari hiyo kibete. Kila moja ni dunia kamili yenye historia yake. Na bado kuna jambo ambalo linawasumbua na sayansi kuliko yote. Wanapoangalia mizunguko ya baadhi ya miili ya mbali zaidi, wanaona kitu ambacho si cha kawaida, kana kwamba kuna mkono mkubwa usionekana unaivuta. Mwaka 2016 wanaastronomia wawili wa Marekani, Konstantin Batygin na Mike Brown, walichapisha utafiti uliotikisa dunia ya sayansi. Walionyesha kwamba baadhi ya miili ya mbali zaidi ya ukanda wa Kuiper ina mzunguko inayopangana kwa namna ya ajabu, kana kwamba kitu kikubwa kinaipanga. Wakapendekeza jibu la ajabu: huenda kuna sayari ya 9, sayari yenye uzito wa mara 5 au hadi 10 ya dunia, ikizunguka jua mbali sana, mamia ya mara zaidi ya umbali wa dunia kutoka kwa jua, mbali kiasi kwamba hata darubini zetu kubwa zimeshindwa kuiona, na si wanasayansi wote wanaokubaliana kwamba ipo. Mwaka huu wa 2026 ugunduzi wa kitu kipya kiitwacho Ammonite uliofanya mjadala huu kuwa mkali zaidi. Mzunguko wake haukupangana na mwingine, jambo linalodhoofisha sehemu ya ushahidi wa awali. Kwa hiyo swali bado iko wazi: je, sayari hiyo ipo au tumejidanganya kwa takwimu? Habari njema ni kwamba jibu linaweza kuwa karibu kuliko tunavyofikiria. Nchini Chile, darubini mpya yenye kamera kubwa zaidi duniani imeanza kazi. Inaitwa Vera Rubin Observatory. Katika miezi yake ya miwili ya kwanza iligundua miili mipya 380 nyuma ya Neptuni.
Miwili kati yake ina mizunguko inayofika mbali mara 1000 ya umbali wa dunia kutoka kwa jua. Darubini hiyo itachunguza anga la kusini kwa miaka 10 mfululizo. Kama sayari ya 9 ipo, wengi wanaamini hii ndiyo darubini itakayoipata. Tunaweza kuwa kizazi cha hivi karibuni kitakachoshuhudia sayari mpya ikigunduliwa. Wakati huo huo, mbali huko gizani, New Horizons bado inasafiri. Sasa ipo umbali wa zaidi ya kilomita bilioni 9.5 kutoka kwa jua. Inatarajiwa kuvuka mpaka wa nje wa ukanda wa Kuiper mwaka wa 2028 au 2029, na tayari imegundua jambo ambalo halikuwa linatarajiwa. Huko iliko bado kuna vumbi jingi kuliko ilivyotabiriwa. Huenda ukanda wa Kuiper ni mkubwa zaidi kuliko tulivyodhani, au huenda kuna ukanda mwingine wa pili mbali zaidi. Mpaka wa mfumo wetu wa jua unazidi kusongea mbele kila tunapoangalia kwa makini zaidi. Na kabla sijahitimisha, kuna jambo ambalo ningependa ujue. Baadhi ya nyota mkia zilizopita karibu na dunia zilianza katika ukanda wa Kuiper. Kwa hivyo, siku ukiona nyota mkia angani, ujue unamwona mjumbe barafu aliyesafiri mabilioni ya kilomita kutoka mwanzoni mwa wakati kuja kukusalamia. Kwa nini haya yote ya kuhusu? Kwa sababu ukanda wa Kuiper ni kumbukumbu ya asili yetu. Sayari zote pamoja na dunia yetu zilijengwa kwa matofali kama yale yaliyohifadhiwa huko. Kuchunguza ukanda wa Kuiper ni kusoma ukurasa wa kwanza wa hadithi yetu wenyewe. Miaka 100 iliyopita tulidhania mfumo wa jua ni sayari chache tu zinazozunguka jua. Kisha tukaiona Pluto, kisha tukaona maelfu ya dunia za barafu, kisha tukagundua kwamba hata hapo si mwisho. Kila darubini mpya inapanua nyumba yetu, na kila ugunduzi mpya unatukumbusha jambo lile lile. Hatujamaliza kuijua nyumba yetu yenyewe. Huenda mwongo huu sayari ya 9 ikapatikana. Huenda itathibitishwa kwamba haipo, na tutajifunza kitu kipya kabisa kuhusu jinsi mvuto unavyofanya kazi. Kwa vyovyote itakavyokuwa, ushindi ni wetu, kwa sababu kila jibu tunalolipata kutoka huko nje linatuambia zaidi kuhusu tulikotoka. Asante kwa kuungana nami katika safari hii, na kama umejifunza jambo jipya leo, usahau kupenda video hii, kujiunga na Afrika Imara na kushiriki ili watu wengi zaidi wajifunze kuhusu maajabu ya ulimwengu wetu. Kwa sababu kila safari tunayofanya kuelekea anga za mbali huturudisha na swali moja kubwa zaidi: ni siri ngapi bado zinatuzubiri huko nje? Asante.